Umechoka kulipia vifurushi vya gharama kubwa ilhali hutazami mechi zote? Acha kupoteza pesa zako. Kwa 5,000 tu, pata mechi zote duniani pamoja na channels za DStv, Azam TV na Ligi Kuu ya Tanzania moja kwa moja kwenye simu yako. Mahali popote, muda wowote, bila stress. 5,000 inasawa na mwezi mmoja. 10,000 inasawa na miezi miwili. Wasiliana nasi WhatsApp kwa 0659 387 069. Rudia 0659 387 069. Soka ni kwetu, burudika kiganjani kama boss. Bwana, timu yoyote barani Afrika ukiona ina mafanikio makubwa, basi ujue uwekezaji wake ipo damu au upo mkono wa Falme za Kiarabu au Arabu, kwa sababu Waarabu wana fedha afu pia wana miradi mingi sana ya kiuendeshaji. Ndio maana system za Waarabu pia zimenyoka. Ndio maana timu nyingi unaona zimeendelea, mfano Piramidi, Al Ahly, Esperance Deportivo de Tunis, Sharjah, USM Alger, lakini pia Al Hilal Omdurman. Ni klabu ndogo sana kwa hizi klabu zetu Young Africans na Simba Sports Club, lakini kwa mafanikio zinaweza zikawa zinatuzidi kwa namna ya uchezaji au upambanaji wake, hasa katika michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Sasa Young Africans hilo swala ni kama wameshtuka nalo na lipo katika mikono salama kwa sasa, kwa sababu project ya kwanza ili wapate uwekezaji mkubwa walikuwa wakishapanga kwamba wanahitaji kuhakikisha msimu huu kwanza wanatengeneza kiwanja kikubwa ambacho watakiita GSM Young Stadium, kiwanja ambacho kitakuwa na uwezo wa kupakiza watu 65,000, maana kwamba watu 5,000 zaidi ya uwezo wa kiwanja cha Benjamin Mkapa. So hii imewapa pia nguvu na inawapa nguvu kwa sababu tayari GSM mwenyewe ana watu wengi kweli kweli. Kwa hiyo mpango wa pili wa Young Africans baada ya kupata kiwanja ni kuhakikisha kwamba academy yake inakuwa. Kwa sasa kufikia miaka 3 wawe tayari washatoa baadhi ya wachezaji pale na wameshaenda kucheza katika vilabu vingine. Young Africans wanataka kuwa academy ambayo itakuza watu vipaji vyao na watacheza na watakuwa katika kiwango bora zaidi. Nadhani hapa wamepiga pazuri. Sasa uwekezaji unaendelea kuongezeka kwa baadhi ya stakeholders, kwa maana ya wawekezaji ambao wanaongezeka na wanatoka katika falme nyingi za Kiarabu, pesa ambako ipo, na hawa watu kwenye mpira wamekuja kufanya mapinduzi makubwa mno. Kwa hiyo Young Africans wanazidi kuonyesha ni kwa namna gani falsafa zao za kiuongozi na kiutendaji ni kubwa, hasa katika nyenzo au mlengo wa uwekezaji. Hiyo ndiyo ambayo inawafanya wao waendelee kuwa bora zaidi katika mikakati yao, na hiki ni kitu ambacho kinawapa ukubwa na uimara. Sasa huyu ni mwekezaji pia ambaye anatoka katika falme za Kiarabu, ambao hawa ndio wamezifanya klabu kama RS Berkane kuwa kubwa, hawa ndio wamezifanya klabu kama Pyramid kuwa kubwa. Sasa Young Africans wanahitaji pia mtu ambaye anaweza kuishika klabu hiyo kimapana zaidi na kwa uwekezaji mkubwa, ili klabu iweze kusimama kwenye performance na weredi mzuri katika mhimili wake. Young Africans ni timu kubwa sana hapa Afrika ambayo ikishikiliwa vizuri, ikapata uwekezaji mzuri, itakuwa biggest club na ni miongoni mwa klabu ambazo zinaweza kujibeba na kufanya vizuri katika mafanikio yake. Imagine kwamba timu ya Young Africans inapata uwanja wake halisi. Wewe unafikiri nini kinaenda kutokea kabisa kabisa?